Haleluya. Haleluya. Hakuna kitu kinatishia na kinakera na kuchefua kama ni mahaba. Kwa sababu ndio linaweza kuzuia kupata kazi, inazuia kupata hela, zinateketea tu. Kipata hela zinaishia kwenye madeni tu. Hakuna kitu utafanya kiende, itakuwa kinazuia. So ni kitu kimoja kichafu sana. Jana tuliangalia viashiria vichache ambavyo vinaonyesha mtu ambaye amekuwa amevamiwa na hilo jini mahaba, na leo tunaendelea na pointi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Leo nitamalizia viashiria vinavyoonyesha kwamba umevamiwa na hiyo roho. Alafu leo kisha kumaliza hii hapo, kesho Alhamisi nitakuonesha hivi kama nimevamiwa na jini mahaba, ni mwili huwa unavamiwa ni nini? Ni kitu gani huwa kinakuwa possessed na hii roho? Wanaziviwe sana. Hivi sasa nikisha kuonesha ni kitu gani kinakuwa possessed au ni kitu gani kinakamatwa, Friday nitakuonesha kitu kingine. Lakini uweze kufagia hii nyumba kama hujui uchafu unaoingia unakaa wapi. Inaweza ukadiki nyumba hapa saa hii, ukatoka nje ukakuta ni pachafu. Kwa sababu kumbe unahisi hapa ndio uchafu upo. Inaweza pengine uchafu unapoingia ndani au kai hapa, lakini umekariri kwamba kwa kweli ni nyumba basi watu wanakanyaga, uchafu unakuwa hivi hapa. Nitakuonesha maskani au huyo jini mahaba wapi anafanyia kazi kwenye maisha ya mwanadamu, ili unavyoenda kuomba ujue uendelee kwenda unaombaje. Bwana asifiwe sana. So leo tutaendelea na viashiria tukamalizie. Jana tulijifunza viashiria vingi sana kama sikosei. Nika namba ngapi jana? Wow, namba 10. Namba 1 ilikuwa inasemaje? Kutokupenda mwanamke mwenzake au mwanamume mwenzake, si ndio? Namba 2, unakuwa mtu wa kisirani. Namba 3, tumbo la uzazi la mwanamke linafungwa, si ndio? Namba 4, TANESCO luko haitoshi, si ndio? Namba 5, misuli inaisha kazi. Namba 6, mapenzi ya jinsia moja. Namba 7, unaota ndoto. Namba 8, unaota unavalishwa pete. Namba 8, wanashikilia zile period, si ndio? Mwisho tukasema nini? Hatu awadumu kwenye mahusiano. Lakini kumbuka tulianza na chanzo cha majini mahaba, si ndio? Kumbuka hiyo hapo kwamba tulisema chanzo cha majini mahaba. Tulisema chanzo namba 1 nini? Kurithi. Namba 2, kukutana kimwili mtu mwenye hiyo roho ya jini mahaba. Namba 3, inakupenda tu yenyewe la kuvaa. Namba 4, kweli mmeelewa hili somo. Mmeelewa hili somo kuliko maelezo yake. Na ndio maana watu wanaomba hivi. Baada nikauliza, hivi mnaomba hivi, mbona vipi mnakuaje? Kwa sababu watu kwa kweli watu wanaomba mpaka wanasema kana kunaona mna watu wangu wameshikwa huko ndani alafu wanapiaje. Haleluya. Yaani kuna sehemu unaweza kufanya ukajua kabisa huyu bwana ameleta hii. Kwa sababu ukiangalia, mimi naangalia mtu jana amepanga viti, yuko na daftari, anaenda anapiga pointi moja, mwanangu huyo anayo. Nikasema huyu mbona tukisemaga kuomba mbona haupaki? Mbona hii anaomba namna hii? Bado kuna mahali amebaniwa. Lakini utaenda kutoka katika jina la Yesu. Nasema utaenda kutoka katika jina la Yesu. Haleluya. So tunaingia pointi namba 11. Mtu ambaye ambaye amevamiwa na majini mahaba anakuwa hana
hamu ya tendo la ndoa. No, naita affection or affection. No affection. Hisia, hakuna hisia. Nasemaje hisia Uingereza ni gani? Feelings. Hizo ni feelings sawa. Affection. Anakuwa hana affection, yani hana hisia. Kwa anakuwa ni mtu ambaye hana hamu ya tendo la ndoa. Hapa naongelea sasa wale ambao wameolewa. Tudii sana na wale wameolewa. Yaani unakuta mtu ikifika kwenye ile eneo, yeye ni kama vile analazimishwa. Kwa hiyo unafika mahali hapo unaona unalazimishwa, kuna shoti. Unakuwa ni kama vile, yaani unakuwa kama vile unabakwa. Unakuwa kama vile unalazimishwa. Ni kwa nini unakuwa hivyo? Ni kwa sababu wanakuwa wamehamisha ile feelings yako kutoka kwao kwa huyu, alafu wanaipeleka kwao. Ndio maana unakuta mtu anakuambia kabisa, mimi niko na wife sina hisia, au wife akana mimi ana hisia, lakini hata nikiona ni mwanamume lote yuko barabarani na feeling kabisa na sina shida, tatizo ni kwa huyo tu. Lakini nikiona mwingine wote, hata nikimwona tu mwingine, I wish to be with him or her. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo unakuta, kwa hiyo kiashiria moja hapo ni kwamba unakuwa mwili au hisia, na unakuwa au hisia, maana yake au hisia, maana uko tayari kukutana kimwili na mmeo au mkeo. Unakuwa kabisa ni mwili umekufa. Yaani kwanza unaweza kumuona na kama kinyaa, unaweza kuona unafunga sana kuchafua, unaweza kuona kwanza ukaona yaani ni adhabu, unaona kama unapewa adhabu. Yaani naweza kwambia hivi, yaani zamani kwa lugha tunatumia, naweza kwambia sasa nataka kukutana na mwenzangu hapo, tukutana, lakini ile nimemwambia iwe ni mwanamume ni mwanamke, inaweza mpaka aje anikubalie, anakaa nafikiria, anapiga mwanzo, mbona kama naanza kutongoza upya, vipi shida mama, vipi, yupo anawaza. Unajua wakati ukiingia kwenye akili yake anawaza itakuwaje, si anaanza akatoa sababu nyingi. Na wengine ndio ile inatokea wanadanganya waume zao. Mwingine mpaka anachukua tomato anaiweka, anasema yuko kwenye period. Mwingine anachukua ile juice nyekundu tunayotumia hapa, anaweka kumbe kwenye period. Na wanaume ambao ujanja akiona vile tu nyekundu anasema basi hamna shida, lala. Akumbe amedanganywa. Siwaangalie kwa sababu nanitolea sana macho. Sasa anafika mahali mwingine ili kukukomesha, kama unajitaka kujitahidi, anaweza ile wale wanafika mahali wanaumwa tumbo, au nasikia tumbo kinauma, au mama huko ndio kwambia tu leo sijisikii vizuri. Nyie ni mashahidi, mnawadanganya sana wanaume, sio wanajua. Leo unamwambia leo sijisikii vizuri, leo nimechoka, leo siji, mpaka mnasingizia period wakati wala period haipo. Na kwa mfano kuna wengine anajua kabisa leo ni zamu yangu, leo lazima nile chakula. Sasa kwa sababu nile chakula kuanzia asubuhi ofisini mpaka nafika nyumbani hana amani kabisa, hana amani. Na ukija nyumbani wewe baba unafurahia, wewe mama unafurahia, kwa sababu unajua leo ni siku yangu, leo unafurahia, lakini mwenzako kanuna, utafikia kitumbo cha bagala, kwa sababu yeye amesha zile feeling au ile affection imekuwa diverted kwa yule wa kwenye ulimwengu wa roho. Simenelewa vizuri? Na akija yule pale unafurahi, unasikia raha, hata kama ni siku manene uko tayari kuamka na kwenda bafuni na kwenda kujifuta. Lakini jambo unalo ile hapa, wala ngazo unaona shida. Hello. Nasema uongo? Hata kama una experience. Bwana asifiwe sana. Hii sasa inaitwa kwamba na ndio maana kwambie, angalia ndoa nyingi zinazovunjika. Na kuambia ukweli, katika ndoa 10 zilizovunjika, katika ndoa 10 zilizovunjika, mtoto alikosekana, ni mauvivu yalimwandama mtu, hisia hakuna. Haya ndio yanafanya mtu mmoja anakutana mizani wanaume 3 au 5. Kwa nini anafanya hivyo? Yanajua ikiniacha nikibaki na huyu permanent nikaolewa, naweza nikaoa. Ngoja nikuonyeshe jinsi mapepo yalivyo machafu sasa. Naweza nikaoa nikakosa mtoto kabisa kwa huyu mwanamke. Haiti ikute mimi ndio nina shida, au yani ikute mimi ndio tayari nimemiliki na leji, au nimemiliki mwenzangu. Tukaachana.
nikaenda nikaoa nikapata mtoto, au akaenda akaolewa akapata, au nisiolewe nikaenda tu nikapianga mahali akapata mimba, hata ni ruhusu nizae na huyu mtoto wa pili, atanipeleka pengine nitazaa mtoto wa pili, hata ni ruhusu nizae mtoto wa pili, atanipeleka pengine nizae mtoto wa tatu. Kwa nini? Kwa sababu hayo sasa, yaani ukikuta viashiria kama hivi, hayo ni mabaya, kwa sababu yamepewa tunasema assignment, kwamba yameambiwa huyu mtu usije ukamwacha, ni utakufa naye, utaishi naye, wewe mwacha, kwa sababu kisha daa tayari hata unaweza kwako unakuta. Sikiliza vizuri, nielewe vizuri, inaweza kukuta nazalisha mtu wa mtu, au nazalishwa na mume wa mtu ambaye huyo hawezi kunyoa na siwezi kuendelea mahusiano naye. Kwa nini yanafanya hivyo? Ni ili yaendelee na wewe. Unajua kusikia mtu anakuambia mimi natongoza na waume za watu. Wewe fuatilia mabisi kwa sababu changamoto unazopitia. Anakuambia mimi natongozwa kweli, nataka kuolewa, lakini anayekuja ni nani? Ni waume za watu. Unajua ni kwa sababu gani? Ni yale majitu tu yanamfanyia, kwa sababu haya yanaumiza. Nilikwambia kiru yanaumiza. Kwa hiyo anapofanya nizalisha waume za watu, au leo nakutana na binti anasema ni kama inadanganya kama huyu ni binti, lakini siku zinavyoanza najikuta amekamata uzito. Ananiambia mimi nilishakuwa na mwanaume mmoja nikazaa naye. Sio kama nikazaa naye. Kwa hiyo mwalimu watoto tunazaa naye. Mimi naomba mimi sasa kwa mwanamke mwenye watoto wengi hivyo. Kwa hiyo inabidi nimwache. Wewe mlikwambia anakwambia nitakulelea watoto. Kuna mtu ngoja nikwambie, kuna watu wanazalishwa baadaye kishaambiwa kwamba mimi na mume wangu tunakuaje, anasema mtoto, anasema mimi nitahudumia mtoto, anasema wow, kuna mtu ana watoto watatu kama si wanne, lakini wote wanalelewa, yaani kila mwezi kama anaenda ATM zile pesa zinasoma, baba wa mtoto wa kwanza anatuma hela, wa mtoto wa pili anatuma hela, wa mtoto wa tatu anatuma hela, wa mtoto wa nne anatuma hela. Unajua ni kwa nini yana manipulate mtu namna hii? Ili asiweze kuishi na mtu mmoja, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho yanataka kukuachia. Si ni rahisi ya kuzira na kumpa mtu talaka. Ile baba alikupa talaka mwanangu, nimepa assignment. Linadili na wewe kwa pendupura. Hata kama unahubiri mpaka unatoa mashafu yote, hata kama unaomba mpaka inakuaje, alikuachi, linaamikisha ile kazi iliyotuma linafanikisha. Sio umeelewa? Wewe unaweza kumwambia you are free to Jesus name. Ina mambo mchie. Na nikakwambia hiyo kitu. Ndio maana unasimama masaa matatu usiku kupambana, kujitoa, kujifungua, kufanyaje ili nikuachie. Kwa sababu unafanya kama ni kitu mtu analiambia mtu, anakuambia wewe nilipewa miaka 300 nilikabidhiwa huyu miaka 300. Unamwambia free. Ni mali unakomaa, ni mali unapambana, ni mali unajitoa, ni mali unaachilia vurugu zote. Haleluya. Kwa hiyo na uwa fiction. Ukienda kwa mwako hakuna. Ukitoka nje, raha ya shetani ni aone watu chomoka. Yaani ukiona mtu anayechomoka kwenye ndoa, huyo ni wakala wa kuzimu. Yaani amerushwa, yaani hilo ni jini ndio linataka achomoke hivyo. Mimi nakwambia, acha Mungu anipe neema, kuna siku utaitaona ndoa. Nakueleza ukweli wa Yesu Kristo aliye hai. Ukijua athari za uzinzi na madhara ya uzinzi kwenye afya yako tu, na utamwona mwanamke kama kitu kichafu duniani. Utamwona mwanaume kama kitu kichafu duniani. Huwezi kumfungulia kila mtu fries. Huwezi kumnyanyulia kila mtu siketi yako. Kwanza utaona upumbavu kwa madhara yaliyopo kule. Yaani huwezi kusubutu uoninga. Kwanza utaona ni uchafu. I wish ungejua majimaji wanayotoa wanaume na kutoa na wake yanaenda wapi na yanapokutana yanatengeneza vitu gani? Amashima na sababu. Haleluya. Kwa unafika mahali wanavodivert hiyo affection, wanavodivert hiyo hisia, maanake unamtila sawa wewe. Mke akikutaka unaona ni kero, mke akikutaka unaona ni kero. Kwa sababu na ukinapokataa hivyo, utaniambia usiku game unakuja kucheza huko, utakuja kuniambia usiku nini kinakutokea hapa. Wanapofanya kufanya umechoka, wanapodivert hiyo affection, yaani wanapokuondolea hiyo hisia kwa mwenzio, ni ile wao wafaidi.
unakuwa ni chombo chao. Kwa hiyo mama kudanganya wala sio kazi ngumu. Ni kazi ndogo. Ndogo sana mama kudanganya mwanaume. Kwa vile unaweza kwambia anaweza kukupa sababu moja tu, ukalegea. Au linakataa kwenda kuoga. Sema kwanza sijaoga ninaruka kibwapa. Hai na mtu beba ulale kama unapenda usafi. Unalala tu unaachana nalo. Lakini adui ile na ndio maana hii nisikilize vizuri. Ndio maana nikiona unaleta ubishi sana, unaweza kushangaa mama anatoa harufu moja mbaya ya kikwapa. Inawezekana kutoka kuoga saa hiyo na yuko kitandani. Ukasikia tu ile harufu mbaya. Sema wewe, tuache tu mama tufanye asubuhi. Mama anasema hivi. Alafu unasikia ile smell ile harufu inapotea. Inafika mahali unaona, nilikwambia tendo la ndoa lilikuwa designed au lilitengenezwa au liliwekwa maalum kwa ajili ya wanandoa. Lakini nafika mahali unandoa na unampaka vyeti. Unaona kama tendo la ndoa ni kero. Unaona kama unabakwa. Yaani unawaza hiyo. Unaona yaani unaweza kwanza hiyo, unajua leo mume atanitaka au mke leo atanitaka. Wewe hivi mama hujui kazi tunafanya kazi nyingi sana. Alafu kuta mtu kama wewe anajua kujitetea. Kama mtu ana kazi nyingi sana. Wewe kila saa unawaza tu hiyo kitu. Mwambie baba, haki yangu hiyo. Ndicho kilichonitoa kule kwetu. Hakuna kitu kilitoa kwetu. Kilichokutoa kwetu ni hicho. Ulikosa nini kule kwetu? Sio ukazaa watoto. Hello. Bado mimi ni mchungaji. Haleluya. Mimi nawaambia kweli. Ndoa zote ambazo zina complain leo, nimekwambia ndoa zote ambazo zina mgogoro, sio kwamba wana hela tu. Ishi kwa pale. Yanaweza kufanya samani kwa nini unatabaliongea samani. Yanaweza kufanya wakati ndio mko kwa nani? Mko mnafanya mazoezi. Inakausha kama. Yaani linaondoa isinisemeje. Sema tu yale malimani. Kwa hiyo unakuta watu wote ni wakuta mama ni kafu. Tapaka mafuta yote. Lakini lengo nini? Ni ile asiwe na nini? Ile hisia. Kwa hiyo unang'ang'ana kutaka sasa baadaye inafika mahali, baba ikifika mahali pa kuna nini? Anajua tu yale na yale anakataa. Ndio unaona baba akichepuka. Wewe kuna mtu yuko tayari, umeoka tembee nje ila asimsumbue. Wao wizeni uko mjini. Bwana tu agonge huko mimi niache. Lakini game hiyo anayoipati hapo, Yesu ndiye anajua. Haleluya. Na mwangalia mama kanisa kana tafakari. Sema, magapono hivyo. Wazee ndio watawafundisha hiyo mambo sasa. Mimi ni mkunga mdogo ndio wakongwe hao. Na ndio maana mkiolewa mnatoa kicheni pale, si ndio? Unatoa kicheni pale, unaona kama unakukera. Yaani kuna mtu anaolewa leo anatoa kicheni pale. Lakini anaona kile anachoeleza ni ujinga. Sasa jana kinachofuata kule ni nini? Haleluya. So, unakuta sasa inakuwa hivyo. Yaani inacheza mchezo wote. Lengo la kufanya hivyo ni ili usikutane na mtu mwingine kimwili, ukafanya matendo ili aibiwe. Ni sasa unapomlinda mume na vile mke anapokulinda. Atakuguswa na mtu naye hataki hivyo. Mali pengine nafika kabisa, ikiona kabisa imeshindwa, inafanya hata kalamu inakuwa ndogo. Inazidi kuwa ndogo. Siku za mwanzo kwenda, mimi nakuwa mkubwa, badala viungo vile vidogo, viungo vingine vinakuwa vidogo. Sio unaelewa vizuri eh? Kwa sasa wakati mwingine mama anakuambia na unanichezea tu niache. Mpaka mwanaume akijua amfurahishi mke wake, kitu huwa inamuuma sana. Yaani wanamwambia naona kama unanichafua chafua tu. Kama ana akili timamu. Hata inabidi angaike kwa mazoezi yote mpaka kisha anafanya shughuli hizo. Kilichokutoa kule kwenye hicho. Unasikia? Tuame hiyo pointi. Kwa hiyo unakuwa hiyo ni pointi ya 11 tumesema unakuwa una hamu ya tendo la nini?
la ndoa. Hivi inafika mahali mnasema jike dume sijui au jike dume dumelika ni tofauti. Kuna vitu kama hivyo, no feelings, don't have affection, huna hisia, unaona tendo la ndoa ni adhabu, unaona tendo la ndoa ni kero, unaona tendo la ndoa kama anakuchafua, unaona tendo la ndoa ni kama unalazimishwa, ni kama unabakwa, yani inafanya mbwembwe zote kuhakikisha ugusi. Huo ukisikia mtu amegusa mke wako, mume wako, sio unachukia? Na hayo yanachukia, ndio maana anatumia hivi viashiria ili kuonesha kwamba you are holding somewhere. Kwa hiyo inakufanya usiwe furahia ile pale. Sio, unaelewa eh? Unataka kuona hata vita ambavyo vijaolewa. Sababu mbona kuelewi? Kuna kipi nini kipi huko? Kipo nini? Nini kipo? Nini kipya? Shule. Tendo watoto. Unachukia hilo tendo, ungejua au ungelitaja. Wapenda kamaone Dr. Dewa. Bwana asifiwe sana. Pointi namba 12 anakuwa hii sasa, hii hapa ndio watu wengi hapa sasa. Tatoa macho vizuri. Unakuwa mtu wa kuota mara kwa mara. Unakuwa mtu wa kuota mara kwa mara sana, unafanya tendo la ndoa. Pointi namba 12 hapa ndio kuna changamoto. Hii naweza nikakwambia ndio mafuti ndio kiashiria kikubwa. Kiashiria nini kikubwa? Unakuwa mtu unaota mara kwa mara sana, unafanya tendo la ndoa. Mimi nasemaga sometimes yuko baba mmoja hivi ambao alikuwa anateswa na hilo, sio baba tukao miaka 40 na, lakini yeye ninamteza kwa style. Akilala tu jamani inakuja. Ikisha kuja wala alipati shida, inaanza tu nikamkalia. Jamaa kishakaliwa nishamaliza kazi. Sasa yanafanya hivyo mengine kwa wanaume sana ndio napita. Unakuta kwa mfano tunasema kwenye kukua na kubalee, mwanafunzi au mtoto wa kiume akifika miaka 18 ataanza kuota ndevu, ataanza sauti itakuwa nzito, atatanuka kifua, lakini pia ataanza kuota ndoto pevu. Si unajua nikisema ndoto pevu hiyo hata msoma la 5 jamani. Sasa akiota zina kwa sasa inakuja inaendelea, anachokifanya pale ile demon pale, akiota vile wanachukua zile sperm alafu wanazipeleka, wanaenda kuzalisha watoto huko. Yule kaka kanambia juzi niliota na kijana mkubwa hivi, watu tunafanana na madevu. Tunaweza hujaoa kabisa. Mimi nashangaa bwana, kama kijana mkubwa anaenda akaniambia na mdogo wake siku yote ataniletea. Yaani nitoka huko na furaha mchungaji, ushukuru Mungu utapata watoto wa kiume 2. Kama peleka ujinga huko, mbegu yako yanachukuriwa yanazalishwa kuzimu. Kwa hiyo ni kule unawatoa watoto 2. Nikaanza ghafla akabadilika sura. No, nimekwambia mwache bwana wangu, sina na nini. Kwa hiyo linapokuja likamgusa kwenye nyeti zake, anapoachia zile sperm, anazichukua, anazipeleka wanajua na kuzifanya, alafu wanazalisha. Tofauti na wanawake. Lakini pia wanao wanaweza ota wanafanya kabisa na wanawake kabisa. Na anaamka na yeye kabisa mwanaume amechafuka kabisa. Kwa kiashiria hicho cha namba 11, unakuwa unaota mara kwa mara sana, unafanya tendo la ndoa. Lakini nisikize vizuri. Hapa usiniangalie usoni kwa sababu watu watajua naenda kusema. Ni jini moja linakuwa silent kwa mtu, lakini linakuja kwa sura. Huwa yana tabia ya kujificha. Yanaweza akaja hata kwa sura yangu. Yanaweza akaja kwa sura hata ya baba yako, hata ya mama yako. Na ukafanya naye kabisa. Sasa mimi nazidi na mama yako na baba, mimi ni laana gani? Sura vizuri yanaweza akaja na sura hata ya mtu aliyekufaga. Yanaweza akaja hata na sura ya Mama Samia urais. Kwa sababu muujiza anaweza pale kushika rais. Ni viwango vya kimataifa.
Unaweza kabisa sura ya waziri mkuu, kwa waziri mkuu huyu anakuambia sasa vipi? Tena kwa waziri mkuu, njoo haraka baba. Unajua ni muujiza, lakini anajua mbinu watakazotumia. Yuko mwanangu mmoja, nashukuru Mungu kwa kuwa alikuwa na ufahamu. Aliteswa sana na roho ya jini mahaba, na nilipokuwa namuombea sikujua anateswa na ile roho. Nikaendelea kumwombea, mimi sikujishughulisha. Kumbe akawa anaota na mimi, alafu aniambia. Siku moja sikuwa nimemuombea, siku moja tukue badani. Baadaye nikawa nimelala, nikaona amekuja kwa sura yake. Lakini alipokuja kwa sura yake, nikajua fulana anakuja. Nikamsikiliza alichofanya. Kula alikokuwa anaelekea, nikajua nikamwambia wewe, usiletee ujinga hapa. Ndio nikageuka ile sura, nikaona ni babu. Nikamwambia wewe, unataka nini? Unamfahamu wewe? Akaniambia wewe unamwombea fulani tulikabidhiwa na nani wake, wewe ni nani unataka? Tena tumempa na mume. Wewe unakuja ndio kuvunja hiyo ndoa. Nikamwambia wow, nashukuru, kumbe ni jini mahaba lilomshikilia usista. Sikio nikamuita. Nikamwambia my dear, nimeona kitu nimeona. Na nimeona kwenye ndoto. Nikaota hivi na hivi. Sasa mimi ndio nanisumbua kuliko maelezo. Kwa sababu mara kwanza ulikuja hivi, unataka kabisa kuzini na mimi. Nikakwambia wewe wewe umeokoka wewe. Ukaniambia hamna shida, mara moja tu. Lakini wakati unaniambia mara moja tu, mimi nikaamini ni wewe. Nikawa nasikia kitu ninaniambia, yaani uone raha unatembea na babako wa kiroho. Wakati natafakari kile wangu ananiambia, fulani, hivi uone kwamba ni maarufu kutembea na mimi. Na mimi nikawa nimekubali kwamba sasa sawa, hamna shida. Wakati ule ndo unaendelea nataka kunijia, nikasikia kitu kinaniambia kwa jina la Yesu. Niliposema kwa jina la Yesu, nikamwona babu yangu. Sasa angekuwa ni mtu mchanga kiroho, angeama kanisa na angeenda kukuchafua. Hivyo ndivyo majini yanatumia sura za watu. Ni babu anakuja nyuma ya sura ya mtu fulani. Sasa tulisema kuna namba 1 ya kurithi Sasa hizo vikungu hivyo vinavaa sura za watu ambao utawaamini. Jini mahaba alikujia kwa sura moja, linajificha mno. Linajificha sana. Kwa hiyo inakutaka muda wewe, inakutaka neema wewe kugundua hii ni nini inanitokea. Kugundua hii sura iko nyuma ya mtu gani. Ndio nilishawafundisha siku moja, nikamwambia kuna kitu kinaitwa Satan behind mask. Shetani nyuma ya kivuli cha. Kama Mungu anataka kukueleza au kupata taarifa njema, haji kwa kona, anakuja reality. Yaani utajua kabisa ni Mungu. Lakini shetani anatumia hizo. Wewe unaota leo unazina mtu aliyepataga ajali MV Bukoba na umjui. Unaweza kwa mfano, kuna dada moja na siku moja ananiambia kabla hujaanza kuniambia, mimi nilikuwa naota nazini na watu. Nikizina ghafla na kile kichwa kimekuwa cha mbuzi. Nikipiga kelele ndo linatoweka, lakini hapa ameshamaliza kazi yake. Kwa hiyo anakuja, anaweza kaja Mwarabu, naweza nikaja alina kichwa. Naweza za ajabu. Unaweza kumuona hata kaka yako. Nikaja hata kwa sura ya kaka yako. Na sometimes kwa sababu lengo lao ni kuharibu, wanatumia hizo sura. Pengine inawezekana anatumia sura ya ndugu yako au ya mtu fulani. Kuna msaada au connection iko kati yako na yule mtu, inataka usiendelee kumwamini tena yule mtu. Maana yule mtu atakutoa hapo. Sio kama unanielewa vizuri. Ukiona limekuja, Mungu akupe neema. Juzi siku moja, siku nyingine nilala hapo. Wakati nimelala, nafikiri ilikuwa ndo nimetoka kwa mbele saa 10 au ndo na saa 10 hajafika. Nikalala, nikaona ile nguvu limekuja, linaniziba mdomo namna hii. Alafu limenishika miguu. Kabisa ikaona mkono, nikasikia
mkavu ule mkono. Nikasema Mungu, nageuza na mate kuwa damu ya Yesu. Nikalitemea mate namna hii. Nikaona kabisa nilivyoungua likawa majivu. Sasa ifike mahali Mungu akupe neema ya kupata ufunuo ukiwa mle. Sio, unaelewa? Sasa kuna mtu anaweza anakabwa na ini mpaka apate neema kukemea tu yenyewe ni shughuli. Sababu upate ufunuo kwamba hichi kitu kifanyike hivi ni shughuli. Bwana tusaidie sana. Mlivyoshika kama vile mmesiwa. So linakuwa na sura tofauti, lakini njema ni lile. Sasa utakuta kuna wengine sasa tunaona hiyo ni kawaida. Kuna wengine sasa wao wana kabisa wale mashuhuri nani au mashoga ile kabisa, mtu anaota anaingiliwa kinyume na maumbile. Hii sasa atakuja kukufundisha hiyo mbaya na sasa. Hiyo ni funika. Sasa kwa mfano ukikuta mtu aliyeokoka anayeota na hizi vitu, anaelewa, utakereka. Sio tu mtu aliyeokoka, mtu anayeota na hizi vitu. Ani kwanza ukiamka asubuhi una amani. Hicho ni cha kwanza. Kuna kitu siwezi kurudia hapa, lakini niliwaambia usiku. Matokeo ya hivyo vitu vinavyoingia ndani ya mwanamke niliwaeleza jana. Ikibidi uko mbele kama Mungu atanipa neema nitazaliwa. Sasa anasema sometimes unaweza ota kabisa na mtu ambaye ufahamu na hujawahi kumuona. Mbona anasema au nisema kuna mama wakati unasoma shule msingi yuko kijijini, sasa amekuwa mzee kabisa au baba, unashangaa leo uko town ndio unaota unajamiana naye. Sio, unaelewa Yaani unajua kwamba yako very technician. Yako yameenda yani unaweza kushangaa. Sasa hiki kitu nilichoza nacho wapi na wapi? Yametumia tu sura. Kwa sababu kwanza akitumia ile sura mpaka uje ushtukiwe ulishamaliza kazi. Unaelewa Sasa kwa mfano ujasikia mtu anayekwambiaga nimeota na bako na watu watatu. Inawezekana umekuwa ngangari, umesimama vizuri na umekutafuta kila kitu, yanaamua kutembea hiyo namna. Yanaamua tu hii tunaita ni kudefine, yani ni kukuchafua. Unapoota mandoto hivi wanakuchafua. Ndio maana nikwambia tutakuja Mungu akitupa neema kama siku za ruhusa tutakuja kuona matokeo, lakini heri ni aseme kweli tukikosa siku huwa nasikia kidogo. Matokeo ya hii majini mahaba sasa kwenye maisha ya watu ndio hiyo, unakuta ndoa zinaharibika, ndio unakuta pressure za mavipi, ndio unakuta biashara ziendi, ndio unakuta vitu vinasimama, yanakunyang'anya. Tutaangalia kuna pote tutaangalia mbele, yanakunyang'anya mpaka kazi ulionayo. Lengo lao sio enjoy, yanakuchafua ili maisha yako yavurugike. Haleluya. 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 Sasa hii kidogo iko na stage 3. Unapoona hauwezi tu kuzinishwa kwenye ndoto alafu kaacho ina stage 3. Unaanza tunasema unaota mara kwa mara unaota, lakini kuna mahali unafika mahali unaota wewe mjamzito. Mbona mimi naota ni mjamzito? Sikilizeni kwa mampoza. Kwa mampoza ndio kuna vitu vyote. Kwa mampoza ndio kuna vitu vyote. Mtu anakuambia, bwana mie niliambiwa nina mimba. Kabisa daktari akaitazama kabisa, akahakikisha mtu ana nini? Anakuja baada ya miezi 3-6 anaenda kupima, anaambiwa hana mimba. Inafika miezi 7 anaambiwa, anaenda hospitali anaambiwa una mimba sababu una uvimbe. Lakini akimuuliza anaota kwamba naotaka nina nini? Na mimba. Abia kusikia hizo shule hizo. Sasa yeye ndio anachezesha nayo. Alafu at the end of day anakuja anasema, hizi yote hizi nimejifungua mapacha jamani. Mbona hayaji sasa? Na huko ameambiwa tena na nini? Na kweli kabisa akienda hospitali anapewa kuna uvimbe. Linagonga kwenye utumbo tu. Uvimbe kabisa. Akirudi kwa mapacha akiombewa, akirudi hospitali anaambiwa tena watoto wanaonekana. Wewe mshukuru Mungu eti kuna watu wanavuruga dunia hii.
Sasa hizo ni stage. Stage unajiona kabisa you are pregnant. Spiritually you are pregnant. Una mimba kwenye mgongo wa roho. Unadunda nayo. Stage ya pili kabisa unaota umejifungua, una watoto. Kabisa umezaa kabisa. Umezaa una watoto kabisa. Stage ya tatu unaota unanyonyesha. Na the end of day kuna siku huwa unaenda unatembelea watoto wako. Angalia ile shakos. Niwarushia kwenye simu, kwenye group. Na watu wengi wazazi wetu waliwahi kufight kupata watoto. Hawakupata, wakaenda kwa waganga. Walipoenda kwa waganga ndio wakapewa maagano kule. Ndio wakatukabidhi akasema huyu mtoto utakayenipa ni wako. Kile ndicho yule mama alifanya kama mmeangalia ile picha. Na amekuja kuolewa binti yake. Hapati nini? Lakini ana mtu anayemtembelea yake kwenye ulimwengu wa. Sasa ile ni nzuri kwa sababu anaanza kwenye ulimwengu. Anakuja anamtokea vipi? Ndio akamweleza ukweli kwamba mama yako aliwahi kutukabidhi kwamba kitakachozaliwa iwe ni cha kike alinikabidhi mimi, iwe ni cha kiume akabidhi mimi. Na yale maspirit anajua kitakachozaliwa tunachompa azaliwe mtoto wa kike, alafu linakabidhiwa lichani. At the end of the day, Olisa akasema, I dream in spiritual, I have 3 children, but I didn't see it physically. Kwamba ninaota kwenye ulimwengu wa roho, nina watoto lakini kwenye ulimwengu wa mwili siwaoni. Akamwambia, wow, you want to see them? Akamwambia, yes. Unahitaji kuwaona? Akamwambia, ndio. Akafunguliwa tu macho, akapewa watoto wao. Akamwambia, mami, vitoto vitatu. Alafu kipindi hicho, huyo mama ana mtoto. Angalieni ile picha. Mtajifunza sana pale. Iko patana vitu. Ukienda ukishaangalia ile jina pale chini liko tu Shakas. Alafu uende ukaandike YouTube. Angalia hata kutumia 2-5 umeshikani. Sasa unakuta kwenye ulimwengu wa roho anakuza, lakini kwenye ulimwengu wa mwili haruhusiwi kuwa na nini? Na mtoto. Mkisikiliza tena kwa huyo mtumishi leo ambia kuna mtu anashuhudia. Sasa wale pale wengi sana ndio wale jamaa wa hivi. Akwambia, mtume, mimi nilikuwa nateswa na jini mahaba. Ilikuwa linakuja kila siku, linakuja saa hii, likija linamsukuma mume wangu huko chini. Kwa hiyo tunaendelea, tukimaliza linamrudisha mume wangu kitandani. Mtume, mimi nikiamka asubuhi nimechafuka mimi mtume. Unaelewa Kwa hiyo lazima uko kabisa kama mtu ulifanya hicho kitendo kabisa. Na nikiamka hivyo naenda kunawa hata kama ni usiku wa manane mtume. Ni shughuli. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Hivyo ndivyo nini? Inavyokuwa. Wengine wanakuambia wanakuambia mimi ni akishanitumia hivyo ananiambia ni nini nataka. Namwambia nataka dera. Anaenda nikiamka asubuhi nakuta dera hapo kwenye dressing table. Unataka nguo. Kwa hiyo ulikuwa unanipa, wengine wanapewa hela, wanapewa nguo, wanapewa manukato. Sasa wewe niambie, uje uambie uko huru katika jina la Yesu. Na hivyo vitu vya watu ulivyokula vitoe kwanza. Kuna kitu kinachochefua watu kama hizi ndoto. Yaani kama wote hizi. Mwambie Yesu pokea sifa na utukufu. Kama wote. Hivyo viashiria vingine vipo. Sio kama kuna unafuu, lakini kuna utakwambia alhamdulillah. Sio mnasemaga hivyo. Lakini sasa tukacheza kama unaota hii. Usilale. Pambana mpaka kuachie. Na kuambia ukweli. Inawezekana kwa Yesu. Na ndio maana Yesu alikufa. Kwa sababu tutashinda zaidi kwa nini? Hivi ndivyo vitu Yesu alivifia ili visitutese. Mimi nakwambia kinachotesa watu duniani saa hii. Kama watu watatu mahali. Watatu waulize wewe unaota gani? Akwambia ukweli, atakwambia. Kuna mmoja au wawili kati ya watatu. Anajua wewe acha, juzi nilishughulikiwa sitosahau. Halafu wakimaliza asubuhi unaamka umechoka kuliko maelezo. Kazini unajipeleka sio kwamba unaenda.
Kazini unalazimisha, sio kwamba unatakiwa ufanye kazi, na hata performance kwenye kazi zako zinapungua. Hii ya kwenye ndoto ndio ile inasababisha sasa ile rejection ya life. Bosi anakuchukulia, anakuchukia, mume anakuchukia, mke anakuchukia, vitu vinakuchukia. Kwa sababu jana nilisema tu mwanzo kwamba nikasema hawa wanapoachia spam zao zinaingia, wanaenda ile inaitwa ni poison. Ni poison wanaachilia. Kwa hiyo poison inaenda inaharibu nyota ya mtu, inaharibu kibali cha mtu. Mtu anayetakana, mtu ambaye alikuwa na kibali sana, kibali ataanza kuota mandoto ili wamharibie kibali. Hata kama ni huduma haiendi. Hata kama ni biashara haiendi, kwa sababu hawataki ufanye chochote, wanatamani uone ukiteseka. Unaweza ukaniuliza swali, na kabla hiyo swali nitakujibu. Unaweza kusema kama wananitumia, kwa nini wasiniache sasa nifanikiwe? Lengo la shetani sio ufanikiwe. Lengo la shetani ni kuzuia. Yaani ni kuona mtu anateseka, kuona watu wanataabika. Hello. Kwa nini ngapi tunaenda? 13. Wanawake wanasumbuliwa au wanasumbuliwa na fibroid. Yaani mauvimbe tuliyaongelea usiku. Tukasema kuna yanayotoka ndani ya kizazi na kuna yanatokea nje ya kizazi. Nikasema hivi kuna tofauti kati ya fibroid na uvimbe. Ili lazima tulifanyie kazi. Wakasema iko tofauti. Wengine wakasema wote ni fibroid, wote ni mauvimbe. Japokuwa kutokea kwake ni tofauti. Unaweza kujiuliza haya fibroid itaniotaje? Yaani nimesema hivi pointi namba 13 sura ngapi? Na wanawake wanasumbuliwa na fibroid. Hizi fibroid zinatoka wapi? Ndio nikasema unapomit physically au spiritually na jini likaachia zile sperm zako zikaingia kwenye kizazi. Zile sperm tunazita ni spiritual poison. Ndio zinaenda katikati ya kizazi. Yaani ukisema mwambia ana uvimbe katikati ya kizazi, na daktari anamwambia ni fibroid, wala usihangaike, mwambie kwenye maombi. Mwambie ndio kwenye maombi. Kuna mama mmoja amefanywa operation 4. Yaani ukiangalia tumbo lake unaweza kumwonea huruma. Alipigwa fibroid operation ya kwanza, akatolewa operation ya kwanza. Pigwa akatolewa pili. Pigwa akatolewa tatu. Na hiyo ngome inayotolewa kwa basi kilo ngapi hizo? Siku nimeona naye ndoto ametoka kwenye ya 4. Na hapo alikuwa amepewa namba yangu, amemtafuta kama miezi 3. Nilipomwona tunaongea, nikasikia roho alikuwa ananiambia shetani alimchenga asionane na wewe, lakini operation ya 4 sikufanywa. Nikauliza kwa nini? Hii ni majini mahaba tu yanamtesa. Sasa amekaa pale na mtoto wa kike na mume wake na mfanya kazi nafikiri. Nikamwambia mama, hebu niangalie. Yana tulipoangaliana hivi vuvu. Kasema nani amekuruhusu ukutane naye? Miezi 3 tulipambana usionane naye. Maana tulijua ungezuia kazi yetu. Lakini tumeshamaliza kazi yetu na leo tunaondoka. Nikamuuliza kazi gani? Operation ya kwanza ni sisi. Operation ya pili ni sisi. Ya 3 ni sisi. Ya 4 alipewa namba yako na rafiki yake ili akutafute, na tukafanya kila linalowezekana ili usikutane naye, ukutane naye baada ya kufanya operation, na tumeshamaliza kazi. Kwa hiyo tunaondoka. Nikaambia kwani nimefanyaje? Sisi ndio tulikuwa tunatesha mauvimbe. Hello. Kwa wanafanya hivyo, wanaachia hiyo poison, spiritual poison, kwa kutumia hizo shahawa, kwa zinapoenda kwenye kizazi ndio zinaleta mafibroid. Can you imagine? Mtoto wa miaka 18 anaambiwa na uvimbe kwenye kizazi, ana fibroid. Mtoto wa miaka 18 hajawahi kuzaa. Lengo lake nini? Ni ngome nyanyuliwe na kizazi itolewe nje, asipate mtoto maisha. Why? Hii ni ya kurithi sasa. Ni ile ya kutoka kwenye kizazi ya kurithi, kwamba hawataki huyu aje aolewe apate mtoto. Hivi vipi? Mpo? Hebu sema amen kama upo. Sasa
Unakuta mtu miaka 20 au 30 na anapigwa pressure na anataka atolewe kizazi. Kisa fibroid. Hizo ndo kazi za majini mahaba, kuhakikisha upate mtoto na hautolewa. Kwani mtu akishajua kwamba siwezi kupata mtoto, hata nioa tena? Hawezi, si ndio? Yataendelea kuenjoy ya kuachie katika jina la Yesu. Nasema ya kuachie katika jina la Yesu. Nasema ya kuachie katika jina la Yesu. So, yanafanya hivyo. Pointi namba 10 na ngapi tunaenda? 14. Anakuwa ni mtu anayethamini jinsia nyingine. Mtu mwenye kuvamiwa na majini mahaba anakuwa ni mtu mwenye kuthamini jinsia nyingine. Yaani kila akikaa anaponda wanawake wakati naye ni mwanamke mwenzao. Kila akikaa anaponda wanaume wakati wanaona ni wenzao. Kwa anakuwa anathamini jinsia nyingine kuliko jinsia yake. Kwa nini anathamini jinsia? Kwa nini basi anathamini jinsia nyingine? Kwa sababu kama limeniingia mimi ni spiritual wife, linanifanya mimi niwaone wanawake ni hawafai. Nione wanawake, nione wanaume wengine hawana maana. Kwa sababu dunia imeniingia, kwa hiyo ninafanya nadharau jinsia yangu. Yaani ninaiona, nasema kwamba naidharau jinsia ya kike. Yaani naidharau jinsia ya kike. Mimi ni mwanaume, kwa hiyo limeniingia la jike. Kwa hiyo naona wanawake ni nani sensi. Unaona mwanaume anayewadharau wanawake kuliko kwa anajiuliza kwani walifanyaga nini? Alafu badala sababu hilo ni kiashiria kwamba ujamaa ako na jini mahaba. Au unakuta mwanamke ni mwanamke lakini anadharau wanaume kuliko maelezo. Anakuwa hathamini kabisa jinsia ya kiume kama ni wa kike. Haithamini kabisa jinsia ya kiume kama ni wa kiume, kama ni wa kike. Kwa anakuwa unaweza kama kuna watu waliwahi kufukuzwa kazi kwa sababu alikuwa yeye ni mwanamke, lakini akimwona mwanaume tu mbele yake anatamani hata amkate shoka. Kwa sababu na hali iliona inabidi afukuzwe kazi. Ndicho kitu ilikuwa inataka. Sio ndio vizuri? Kwa anakuwa thamini kabisa jinsia nyingine. Yaani hana time. Yaani yeye hapana, yaani anaona jinsia nyingine haifai. Anaona kama sisi ni wanyanyasaji. Anaona kama jinsia nyingine ni ya dini. Yaani yeye anaona wanawake, yaani mwanaume, lakini anaona wanawake hawana maana, wanawadharau, anawasema, hata kazini anawabagua, hata kazini anaweza kushangaa mwanamke akapita kwamba wewe dina na neno atakalo tamka mpaka unaweka mkono kichwani. Kuna watu design ufuatilia utagundua tu. Sio kwamba yuko salama, yuko possessed na jini mahaba. Kwa sababu limenivaa jini mahaba la jike, linafanya ni wadharau wanawake. Ni waone wanawake ni nani sisi. Kwa hiyo nataka kama mtu kwa ofisini nampangia majukumu. Sasa nikifika kwenye jinsia kike, nasema hawa nini na nini? Hawa kwanza nini? Si tena maneno ya kashfa. Wewe ukipita huko duniani utayaona. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Diketa nyingine ndio inakuja sasa, anakuwa anasumbuliwa na roho ya ukahaba. Hakuna mwanadamu wa kawaida. Turudi kwenye kawaida. Basi zuru huko mkujijini na wajua vizuri makamudoa. Kibinadamu na kiafya, kisayansi, Biblia na kiutamaduni. Biblia inasema mwanamke mmoja kwa mume mmoja. Hiyo ni Biblia. Biblia ya kwetu. Ingawa wao Waislamu wanaruhusu mpaka 4, si ndio? Lakini sasa kuna kitu inaitwa ukahaba. Inakuwa kwaje mpaka mtu akutane na roho ya ukahaba? Wenye wako na roho ya ukahaba, kweli kuna wengine labda ni maisha yamewapelekea au shetani ametumia kigezo cha shida na umaskini walionao wakaingia ndani yake. Mfano, kuna binti mmoja alikuwa anasoma darasa la 7, 2019. Binti alikuwa ni namba 1 darasani. Tukienda kwenye moku wilaya ni namba 1. Tukienda na moku mkoa ni namba 1.
alikuwa anakaa kwa babake mdogo. Watoto wa mdogo hawakuwa hawana akili sana. Siku moja akawa mwambia, sasa umekaribia kumaliza mtihani wako la 7. Acha nikupeleke kwa mtaalamu ili wasije wakakufelisha. Akampeleka kwa mtaalamu. Mtaalamu akamwondolea ile neema ili ya kusoma, akamvalisha jini mahaba. Kale kabiti kaacha shule, kakaenda town. Kaenda town akaanza ukaba. Akaanambia mwalimu, mimi kwa siku, can you imagine mtoto la 7, kwa siku nikilala sana na wanaume, yani siku hiyo kimechacha ni wanaume 8. Sio neno vizuri Yaani kitu ambacho mimi mwenyewe nimekifanyia interview. Anaambia mwalimu, mimi siku kimenidodea sana ni wanaume 8. Na muangalia na mshusha na mpandisha na mteremsha, na mbona nasema na kila siku naenda. Anaambia siku 7 kwa wiki. Kwa hiyo kwa wiki 8 mara 7 ni ngapi? 50 ngapi? 56. Kwa ananiambia ni mimi kulala na wanaume 60 kwa wiki, hiyo ni kitu given. Unaweza kuuliza mwanadamu wa kawaida, ni yale ya wale wanaocheza zile picha. Kwa mwanadamu wa kawaida, je, nilimuuliza swali moja. Usicheke ile swali nilomuuliza. Nimemuuliza swali moja. Nafikiri wale swali umeshajua swali nilomuuliza. Nikamuuliza swali la kwanza, je, vipi uchoki? Akaambia hata. Kwanza nilikuwa na mafuta, sina malimao, sina vitu gani, na naomba vizuri, kitoka hapo EST narudi barabarani. Kwa hiyo nilikuwa ni masaa. Nikamwambia mamangu, misuli ilikuwa ichoki. Akaniambia leo ndio umeniwazisha, lakini sijawahi kusikiaga hiyo kitu. Ni kwa nini? Ni kwa sababu lile jini mahaba linakupa ujasiri. Nilikwambia tena, yaani linakupa confidence. Mpaka siku likimaliza kazi yake, matokeo utaona ni maumivu, utakuja kuona madhara yake sasa baadaye. Yule sister shule iliishia pale, yule sister akawa yuko town. Siku hiyo ndio nakutana naye, nikamuomba kesho tukutane kwenye nyumba fulani kwa tunafanya maombi. Nikamwambia tukutane kesho pale nikuombee. Ameenda kulala. Akanambia hilo lijiti limtokea. Likimwambia ukienda kwa yule mtu ndio mwisho wako unafika. Asika walikutana na rafiki zake, naomba jamani ni fulani vipi, wakimtajia jina langu hapo ndani patakuwa na ugomvi hapatoshi. Sema uongo, mpaka kesho sikumwombea na sikujua ni wapi aliyetaka. Kwa hiyo hatima ya mtoto ikaziko kwa staili ile. Kwa wengi tunawaona tunasema makahaba machagudoa waondoke mjini, labda waende, serikali iende iwaite kae nao, wawaite watumishi wenye uelewa na ile kitu, wawafungue wale masista. Hata wafungue magereza. Kwa wale wanataka mkoa mmoja, mimi nisikia wakati ninakuwa naitwa Makamba yule mzee. Kuna mtu alipambana nao kama Makamba? Sasa alishindwa. Ile ni roho, ni issue ya kiroho. Ni wachache mno wanaofanya tu kwa ajili ya kutafuta kipato, lakini nao lazima ile kitu imewavaa ili wawe na confidence. Kumbuka wanaendesha magari tofauti tofauti, na uwezi kuendesha malori yote, magari yote. Taxi ni yako, lori ni lako, fuso ni lako, sijui nini ni yako, helicopter ni yako, meli ni yako, sijui takataka zote. You can't drive, uwezi kuendesha hiyo kama kuna kitu kinakupa ujasiri. Hello. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata serikali ifanyaje hawezi kupigana na hiyo. Wawaite kama vile wanafanya counseling. Watafute strongman wanaodili na deliverance. Wawafundishe, alafu wawafungue. Utaona watarudi. Wengi watasema, mjomba wangu alinipeleka kwa mganga. Babu yangu niliotoka. Yaani utagundua ni spirit inawasumbua. Hallelujah. 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 Kwa hiyo hivyo ndivyo inavyokuwa, na hivyo ndivyo viashiria vya kwamba mtu
amevamiwa na majini mahaba. Sio ndio mwisho, vinaweza vikawepo vingine zaidi ya nini hivyo. Tunaweza tukaongeza kimoja cha miscarriage. Miscarriage kwa sababu tunasema ni nini? Mimba fulani kuharibika, yanaharibu ili usiwe na mtoto. Unaweza kumuuliza yanaharibu je? Yanajua kabisa hii tunawafanya utafiti. Kuna vitu vingine vya utafiti basi sio Mungu ameturuhusu. Hesabu 17:33. Anasema Mungu akatuma Musa akatuma watu wakaenda kupeleleza nchi. Ezekiel 19:2 akasema tumeyachunguza ya mambo tumekuta ndivyo yalivyo. Sasa unaweza hata chunguza, tafuta mtu ambaye anapata sana miscarriage. Lazima anapitia kwenye kuna viashiria tu utakwambia viko kwake. Kwa anasubiria tu imeingia na nini, alafu anakuja anamvamia. Wakishavamia wanamwachia ile poison. Ile sumu. Afuru mwende na drop. Sasa ile kwa mfano inawezekana nimezaliwa kwenye familia ya kichawi au ya waganga. Na ile zikawa ndio kama na maana angalieni pesa. Inawezekana yule wazazi wangu au babu walisema huku hakutozaliwa wajukuu. Au wakachaguliwa watu kura. Kuna kitu kinaitoka kura, sio umeshafundishaga. Kuna kupigiwa kura mzee. Unakuta katika familia imezaliwa 10, kule kwa mdogo wako 5, kule kwa mkubwa wako 6, sio kwa nani wako shangazi, sio nini wako. Alafu unakuta ndani ya hizi familia kura zinapigwa, kuna wanaopitia mchaka kuliko maelezo. Alafu unaomba maisha yanaenda smooth. Kitu inaitwa kura. Sasa unakuta kunaanza kwamba mimi baba yangu alisema bwana, huyu akiolewa, watoto wangu hakika mtoto wangu kwanza wa kike, akizaliwa ni wa kike na kiume, haruhusi kupata mtoto. Au haruhusi kuolewa. Na kama kitokea kileta kierere, asipate mtoto. Azienda anajua mwisho utarudi nyumbani. Simaanishi wote, naomba tuende kwa pamoja. Vyote nilivyomfundisha hapa, haimaanishi ni vyote. Si ndio niliwaambia toka jana. Kwa hiyo inasababisha miscarriage. Ili kupeleka labda chakula kwa wale wa jamaa. Na ndio maana tarudi nyuma kidogo, ndio maana ukuta kuna wengine wana fruity bleeding. Damu inatoka ni kama bomba, wanaitikiti, wanapeleka. Yako kwa hiyo chukuliwa tena katika jina la Yesu. Sasa wanaposababisha miscarriage, wanakuvuruga, wanakudestroy, unakuta mtu hana amani. Kuna mtu anakuambia miscarriage zimeenda sio chini ya 7. Unajiuliza, hivi kwa jamani mtu hajui kuomba? Inawezekana anajua kuomba, lakini hajapata ufunuo wa kile kinachomtesa. Kuomba ni jambo jingine na kupata ufunuo wa kile kinachokutesa ni jambo jingine. Ukipata ufunuo itakusaidia ushinde ile nguvu. Amen. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Sasa acha tukamwombe Mungu dhidi ya hizi roho na hivi viashiria vya majini mahaba. Jana tuliomba na leo tutaendelea kuomba. Lakini pia mwishoni tutafanya hitimisho kubwa la maombi kwa ajili ya kufunga kabisa roho isipate nafasi kwako. Sema Bwana Yesu, ninakushukuru. Asante kwa damu yako iliyo ya thamani uliyomwaga pale msalabani. Asante kwa hiyo damu. Damu inayonena mema. Damu inayonena uhai. Damu inayonena ushindi. Ninakushukuru kwa hiyo damu. Ninakushukuru kwa hiyo damu. Yesu, asante kwa hiyo damu. Damu ikanikomboe. Damu ikaninunue tena. Damu ikanitoe kwenye kila kiashiria chanya bidini mahaba. Katika jina la Yesu Kristo. Kila hati wako nayo jini mahaba juu ya maisha yangu, naifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Naifuta kwa damu ya Yesu Kristo hai. Naitangaza damu ya Yesu ile ninao mema, ikanene uhai ndani yangu, ikanene nimekutengwa na hizi roho katika jina la Yesu Kristo hai. Baba, natangaza kila kiashiria cha majini mahaba, cha kuota ndoto mbaya, cha kuwa na hisia kwenye mwili wangu, ninakilipua kwa jina la Yesu. Tamka kwa kumaanisha mwana wa Mungu, tamka kwa kumaanisha na kwa imani. Kwa damu ya Yesu nakilipua hicho kiashiria, nakilipua kwa damu ya Yesu.
na kilipua kwa moto wa Roho Mtakatifu. Hicho kiashiria na kilipua kwa jina la Yesu. Kiashiria cha jini mama, na kilipua kwa moto wa Roho Mtakatifu, na kilipua kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Na lipua hicho kiashiria, na kilipua kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninatangaza ule moto wa Roho Mtakatifu sasa uteketeze kila kiashiria, kila rejima mambo kwenye maisha ya mtu, inaua uchumi, inaharibu mahusiano, inaharibu huduma, inaharibu chochote maisha ya mtu. Na haribu hiyo roho, na haribu roho ya jini mama, pua kwa jina la Yesu, pua kwa moto wa Roho Mtakatifu, pua kwa jina la Yesu Kristo, pua kwa damu ya Yesu Kristo hai, pua kwa moto wa Roho Mtakatifu, pua kwa jina la Yesu, pua kwa damu ya Yesu Kristo, pua kwa moto wa Roho Mtakatifu, pua kwa moto wa Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo hai. Amen. Mwana wa Mungu ubarikiwe sana. Mungu akubariki sana. Unaweza kutupata kwa namba ya 0754 tuko Dar es Salaam Madale. Ukitamani kufika kwenye kanisa letu, karibu sana. Ukihitaji ushauri, msaada zaidi, unaweza kutupigia kwa 0754 Lakini pia tuna huduma ya online radio